الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، حمدا كثيرا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشدا يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا. آمين آمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tumeanza surati Yasin. Tutapitia mbio mbio tena toka ya mwanzo mpaka hapa tulipofika, alafu tutaendelea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ياسين. ياسين حروف مقطعات قولي iliyokuwa rasmi kuliko zote tulizozungumza kabla ni harfu Allahu wahdahu a'lamu bimuradi. Mungu pekee yake ndiye mwenye kujua makusudio yake, na basi kitu chenye kupelelezwa sana baada ya hurufu muqattaat hizi nazungumza Qur'ani moja kwa moja, isipokuwa baadhi ayat. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Ukizitoa mbili tatu kama hizi zobakia zote zazungumza baadaye Qur'ani inafuata au kitabu tilka ayatullah natluha alayka ila akhir subhanallah. Qur'an kitab ayatullah yani kama kwamba iko alaka kubwa baina hizi hurufu zinazoanzia aya mwanzo katika baadhi sura na nini na Qur'an, na kama hapa Yasin wal Qur'an hakim. Walosema kwamba Yasin ni Muhammad kwa sababu hata ukitizama context yenyewe, siyaki inapokwenda Yasin, ewe Yasin, ewe Muhammad, ikiwa ndo maana hiyo mathalan hatuseme kwamba ndo makusudio hilo. Wengi wamekwenda kwenye kusudio hiyo, bali wengine wamekwenda Yasin maana kimoja katika majina ya Allah. Astaghfirullah. Hatujui lipi liko haki, lakini ikiwa wanasema kwamba Yasin bi khassi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dalili walizokuwa nazo wao, wal Qur'anil Hakim innaka ya Yasin innaka la minal mursalin tena ala sirat innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim. Subhanallah. نقول لهم زيدي والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم.
ikiwa Yasin maana nini? Kama kule Taha ma anzalna alayka alqur'ana, aya pili moja kwa moja Qur'an, litashqa. Wakasema Taha moja katika majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Yasin na Taha na hata wengine wamekwenda kuleta maana kwamba Taha, kama sisi tunasema la mwanzo ulikuwa muhimu katika tafsiri, Allahu wahdahu a'lam bil murad, Mwenyezi Mungu pekee yake mwenye kujua murad wake. Lakini wanasema hata wengine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kisali anapata taabu sana katika kusimama muda mrefu, na anasoma mpaka miguu inamvimba hata nini waramat qadamah inavimba. Na wengine wakasema hii Taha manake kwa ufupi Taha manake nini? Ukanyagie tu usione tabu, na Mwenyezi Mungu atakupa subra kuweza kusimama muda mrefu. Taha ukanyagie na uendelee kusoma, usikate Qur'ani yako Kwa nini? Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, yakurushia Qur'ani kwa wewe ili upate tabu. Kwa hiyo walisema maana sio Muhammad bali Taha, yani Taha bimaana Taha. Rai ya baadhi ya maulama mufassirin walisema hivyo. Kwa hivyo kanyaga tusione tabu, hata kuna vumba unauma unavimba, uendelea na utaona raha, kwa sababu ile utamu wa Qur'ani unakusaulisha maumivu na uvimbe wa miguu wakati unasoma. Ma anzalna alayka alqur'ana, hajakushushia kwa wewe Qur'ani litashqa, ili upate tabu, ila tadhkiratan liman yakhsha, basi ni onyo na kumbusho kwa mwenye kuogopa. Kwa hivyo Yasin, halafu inafuatia wal Qur'ani alhakim, na Qur'ani ya hakim, naam, yenye hikma chungu nzima. Dalili ya hikma, utakavyoeleza wewe kuhusu hikma ya Qur'ani utakuwa hujaipa haki yake abadan. Na wewe utaipa haki yake na hali hikma tupu za Mwenyezi Mungu, maneno yake mwenyewe Mwenyezi Mungu unayajua yote wewe, utaipa haki yake unayajua yote. Hikma zilizokuwepo wewe tafuta kila aina hikma, kila aina hikma. Jana karibu saa 5:30 sahibi yangu kanirushia miujiza Qur'an, ijaz Qur'an karibu 20 zimetajwa ndani yake. Basi nikasema wala silali, nitasikiliza, maana kila moja katika yaliyoelezwa hayajulikani karne za mwanzo, ila karne ya 19 na 20 waliokuja wakagundua katika, baada ya kuzama katika science na kugundua na kuvumbua mambo na kugundua mambo chungu nzima. Aya zote za ijaz alilmi fi alquran, miujiza ya kisayansi katika Qur'an. Yani leo mtu akutajie kabla miaka 1441 nyuma kasema maneno haya, maraj albahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maana kila mmoja anajua kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sasa maneno maraja albahrain, bahari mbili, muruj albahri yanakwenda yanaingiliana, yaltaqiyan yanakutana, bainahuma, kati ya baina maji ya huku na maji ya huku, barzakh, kizuizi. La yabghiyan bimaana la yamtazijan, la yamtazijan. Min qawl na nukulu maneno ya Sheikh Abdul Majid Zindani alipokuwa anaelezea aya hii mwaka 79 80, siku hizo ndio walipoanza kugundua katika 79, nasema katika 1969 walikwenda wazungu katika Bab al-Mandeb kuchunguza baina Bahri al-Ahmar, Red Sea, na Indian Ocean. Maji yanapokutana, wamekwenda chombo chao Discovery wanakiita, katikati walikuwa wanakwenda wanachukua maalumati kuhusu aina ya maji yaliyokuwepo upande huu, wakaona tofauti na maji upande wa pili, wakaenda kasogea hivi kidogo, kasogea hivi kidogo, maji ya huku tofauti ya huku, mpaka wakaja katikati kwenye mstari, wakaanza kufanya nini, uchunguzi wao katika maji aina ya 3 tofauti, si ya huku wala si ya huku. Wakaenda kidogo huku wanapata maji aina ya huku tena. Basi maji yenyewe utaona pressure tofauti, uchumvi wake salinity tofauti,
alafu aina ya organism wanyama kuna aina tofauti na huku tofauti, kila kitu, pressure huku tofauti na pressure huku tofauti, wakakuta aina ya tatu ya maji tofauti, si kama ya huku wala kama ya huku. Wakasema lazima katika bahari humu zinapokutana bahari mbili, halafu bahari hizo zinapokutana hazichanganyiki. Hebu niambie, walikuwa na elimu ya science ya kuweza kufanya experiment zao kutafuta properties za maji ya huku na properties za maji ya huku, wakajua kama kuna maji ya kati kwamba hayachanganyiki, kama kwamba ile hajiz barzakh. Maana nini? Kitu chenye kuzuia cha huku kisende huku na huku kisende huku. Ndio kwa maana tukasema hayati barzakhia, maisha ya nini, ya kaburini, maisha ya barzakh huko duniani wala huko akhira katika pepo, lakini ni katika kungojea kuingia peponi au kuingia motoni, wal billah. Kwa hivyo hii maana barzakh. Kwa hivyo kama kizuizi kimekuzuia mpaka ifike wakati wake ingie kule. Kwa hivyo baina maji mawili barzakh, aina tatu ya maji, kizuizi, film of water, wala hayana unene wote, bali ni maji yanozuia huko stanganyika huko na huko stanganyika, la yabghiyan la yamtazijan, hayaingiliani. Subhanallah. Sasa haya aina ya tatu ya maji ndio hiyo barzakh. Hebu niambie, aje yeyote akwambie kabla karne 14 nyuma kwamba bahari kuna maji aina hii, kafanya experiment gani, ujuzi gani alikuwa na angelikwenda miaka 300 400 nyuma 500 nyuma, singelijua hayo. Wamejua hivi karibuni katika mwaka huu wa karne ya 20 kwamba kweli kuna aina tatu ya maji na wala hayachanganyiki. Subhanallah. Kwa hivyo ukitizama maneno kama haya mtu anasoma, halafu anakuta science inasema hivyo hivyo. Hebu niambie, maneno kama haya ikiwa hayajatoka kwenye maneno sahibul hikma alivyosema al-Qur'ani hakim, hiyo moja tu, lakini nimekaa nasikiza usiku 20 kabisa ambazo alikuwa kazitaja. Hebu niambie, na baki jinsi ya hikma na utamu wa Qur'ani, wakati wote unapokuta jambo lenye kuhusu Qur'ani unaruka usingizi, unaruka kila kitu. Subhanallah. Na kwa hivyo al-Qur'ani hakim yatosha kuambia watu wanaoishi katika karne zetu, wanaosema haya maneno. Ametunga mmoja bedwi katikati jangwani huko, asiyekuwa na elimu yote, elimu ya kisasa, mwambie ina change, ina kuchallenge, sanurihim, tutawaonesha. Hebu niambie, kauli kama hii unaikuta katika Qur'ani, alafu siwe kwa al-Qur'ani hakim? لأنه كلام الله والقرآن الحكيم. سنريهم آياتنا, tutaonesha ayat zetu, miujiza yetu, ishara zetu za utukufu wetu, za uumbaji wetu, za uwezo wetu, za hikma zetu, za nguvu zetu. Sanurihim ayatina fil afaq, sio wameunda vyombo vinakwenda juu, wacha waende tu, tutaonesha huko. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, na katika nafsi zao. Na hii wallahi alazim, kila nikikaa nikikumbuka aya hii, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu, namna mlivyoumbwa nyie. Afala tubsiruna, hamuoni? Albasar sio kwa macho tu, kwa macho na kwa ilmu yote uliokuwa nayo na kwa moyo wako. Albasar walbasira. Afala tubsirun, hata ukisema afala tubsirun hamuoni kwa microscope zenu na zana zenu za uvumbuzi. Siku hizi kuna mambo ya endoscopy, ya kutiwa pipe na pipe ile na kamera ndani, na inakwenda kutiwa mdomoni au kutiwa nyuma, unachunguzwa ndani ya mwili wako, na huku wameconnect na screen ya TV screen, wanaona ile pipe inapokwenda mwilini mwako, ndani ya tumbo lako, katika digestive system yako, jihazi al-hadhmi, kila sehemu, kuanzia kwenye koo mpaka unaanza kwenye tumbo, kwenye unakwenda zako mpaka kwenye small intestine, machango mote ndani. Ukiwa unataka kucheki kama kuna cancer au na nini, sehemu ya nini ya chini machango, unapenyezwa kwa nyuma, pipe ile inakwenda
na tumbo lako lote ndani, machango yako yote yanaonekana pale. Ikienda ikiona kitu fulani, kuna mbona una weusi katika machango, kuna kinatoka kama kijiko kiduchu kinachukua kinachukua sample ya kuja kuchekiwa, pengine na cancer. Hebu tazama, binadamu kapewa ilmu ya kuchunguza ndani ya mwili wake, lakini katika yote haya Mwenyezi Mungu anachambua kabla hata hujawa binadamu. Ayat zimekuja namna gani, tokea nini, tokea maji yanapokuwa mpaka katika anatoka binadamu. Subhanallah. Na stages of development katika tumbo la binadamu. Wallahi, binadamu akitizama nafsi yake, binadamu akitizama fil afaq above the horizon, aende akachunguze, apande makuk, apande rocket, apande nini, aende akachunguze, halafu aje na information, akatue katika moon, katika Mars, alete specimen, alete yote hivi, ataona namna gani Mwenyezi Mungu alivyoumba, utukufu wa Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake. Kwa hivyo hapa Qur'an al-Hakim kadri tutakavyoelezea, ukitazama hikma, sheria zake, maelekezo yake, maneno yote yaliyokuwa ndani yake, huwezi kupata moja, huwezi kupata thaghra, pengo la kutoa makosa akasema point hii sikubaliani nayo kwa sababu haiwezi kuwa kadha. Abadan, kila kitu haki, na haki haiwezi la kubadilishwa wala kupunguza wala kuondoa, kwa sababu kiondoa chochote katika Qur'ani umshayaribu, hajama ina Mwenyezi Mungu. A challenge, na hakuna aliyeweza kutafuta kosa lolote katika Qur'ani mpaka hivi leo, wala hatoiona, wala hatuweza kuleta mfano wake. Na akijaribu mtu utaonesha ujinga wake na upumbavu wake katika maneno ya kibinadamu. Haya maneno ya Allah wa Qur'an Hakim. Ana hapa kwa Qur'an Hakim, innaka la minal mursalin, ya kwamba wewe Muhammad ni miongoni mwa mitume. Al-mursalina, miongoni mwa wale waliotumwa, al-mursalin, waliotumwa min qibalillah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim tanzil al-aziz ar-rahim. Hakika wewe miongoni mwa al-mursalin. Na hii inatupeleka kwamba nini? Kwamba uhakika huu uliotajwa kwenye Qur'ani, wal Qur'anil Hakim, innaka la minal mursalin. Na kwa Qur'ani na hapa iliyokuwa imejaa hikma ndani yake, kwamba wewe miongoni mwa mitume. Innaka, hakika wewe, la bila shaka, minal mursalin, miongoni mwa watu waliotumwa. Tena basi watumwa wapite ala siratin mustaqim, tutakuongoza sisi, tutakupeleka sisi katika njia iliyonyoka. Ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim. Siratin mustaqim ndo dinul qawim, dinihi qayiman, sio muwaj, laysa lahu i'wijaj, haina mpindo abadan, njia iliyonyoka. صراط مستقيم هو الإسلام، هو دين الله، هو القرآن، هو الرسالة، ما أمرش ياك الله، ما كتز ياك الله. يعني yote unaotakiwa wewe uyafanye kwa mujibu wa taalimat, instructions za mwenyewe Mola aliyemkabidhi minal mursalina. Huyu naye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akuelezee akakwambia khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi ibada zenu. Sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona mimi nikisali. Yule aliyekwambieni kwa amri ya Allah, qul, waambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama kweli mnampenda Allah basi sharti yake Mwenyezi Mungu moja tu, fattabi'uni, nifuatieni mimi. Kwa nini? Kwa sababu mimi kishanieleza maelezo yote anayetaka mwenyewe, kaishushia hii Qur'an al-Hakim, asio, na mimi nikifuata, na najua Mwenyezi Mungu kama nitaifuata, na ninapoifuata mimi, mkitaka njia kuijua, tizameni mfano wangu, walakum fi rasulillah uswatun hasana, kigezo chema kabisa, kigezo chenye kufuata, kama Bibi Aisha alivyosema, Muhammad kama Qur'ani inakwenda al-ardh, mfano wake, tabia zake, akhlaq kama Qur'ani inakwenda katika ardhi. Subhanallah. Kwa hivyo ikiwa wewe katika ala sirat mustaqim, njia ile aliyotaka Mungu. As-sirat
Ukiulizwa nini maana sirat, tumeelezea kabla, lakini kwa ufupi kabisa, at-tariq al-muwassil lilghaya. At-tariq al-muwassil lilghaya, njia inayokufikisha lengo lako unalotaka. Hebu niambie, binadamu lengo lake ni katika maisha ya taabu yote anaohangaika nayo hapa duniani, awe mtu mwema ili anapokufa akapate maisha milele katika starehe za peponi, si ndio yenyewe? Sasa ukitaka hiyo upite wapi? Kwenye Al-Qur'an al-Hakim utaipata sirat mustaqima aliyopita Mtume sasa, na ile aliyomwamrisha Mwenyezi Mungu, waambie hao waja wangu, waambie wafuasi wako, waambie waumini, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Na kama watakufuata wewe ya Muhammad, basi mimi nahakikishia hapa, yuhibbuhumullah wa yaghfir lahum dhunubahum. أو بمعنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Kwa nini? Kwa sababu umeheshimu maneno yake aliyoteremsha wa Qur'an Hakim. Kwa sababu haya maneno alipewa Mtume sallam amana, na amana hii kaifikisha kama alivyotumwa, mpaka mwenyewe Mwenyezi Mungu akatia sahihi na kufunga akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini yenu mkamilishieni, wa atmamtu lakum ni'mati, na nimezitimiza kwa ajili yenu mzitumie neema zangu. Qur'ani ni neema. Fuata amri za Qur'ani. Kwa dhahiri ya mambo, baadhi ya amri zake ni ngumu shadidi. Kwa mwenye akili na hikma akatizama undani wa amri hizi, ataona hakuna iliyokuwa bora kuliko amri hii. Na tunasema sisi leo wazungu wanaishi free kabisa, lazima nenda na mwanamke huyu, nenda na huyu, fanya unavyotaka, au sio? Na Qur'ani inakuamrisha kwamba nini? Shusheni manini, msighudhu absarakum, shusheni macho yenu, na hifadhini furuji zenu, tupu zenu. Wazungu leo wanaishi kama wanyama, kwa ufupi kama wanyama. Hebu niambie, yule atakayetazama kwa mtazamo wa juu atasema Qur'ani inatubana, sheria zake zinazuia uhuru wangu, au sio? Inazuia uhuru wangu. Taibu, katika jamii unaoishi wewe, ukamwona mtu anamchukua mwanao wa kike au mkeo hivi, utafurahi? Amchukue, nenda, utakuwa huna haya kama nguruwe. Lakini jinsi unapokuwa kama una ari kweli na haya na heshima kweli, utaona uchungu. Wallahi, juzi kandoshia moja kutoka Mombasa, anafungua mtu mlango, amkuta choni kijana mmoja mkao mtoto kike mdogo. Basi alichukua panga akamweka barabarani, anamkata, anampiga mpaka mikata sijaweza kutizama. Ule uchungu uliompa kwamba mtoto wake anafanya vile, panga na thubutu akimbia, piga miguuni moto. Tazama unapokuwa hali kwamba unaona kwamba yule wako mwenyewe namna gani unafanya. Na hivi ndivyo dini inavyokataza. Kwa nini nazuiliwa uhuru wangu? Tuwe free, twende uchi, twende dini. Wewe unapozuiliwa, usitazame wanawake wengine, usifikiri kwamba umeonewa. Ukitazama undani wa mambo, watu jamii yote wanaoishi eneo lile wameambiwa nao fumbe macho, heshima kwa ajili yako. Amri uliopewa wewe kuzuiliwa uhuru wako mdogo umesababisha wewe kupata raha ya kwamba watu wote wamezuiliwa nao. Sasa nalo stafidi uhuru wako uliozuiliwa au heshima uliyopata na kulindwa na Mwenyezi Mungu kwa sheria yake, au sivyo? Imefahamika Kwa hivyo hii ndio tunaona maana Qur'an Hakim. Wallahi kadri tunapoeleza Qur'an Hakim ndani yake, sheria zake kama zinafuatwa, basi watu wataishi kwa salama. Kama lazima Sheikh Kishk anasema kwa sababu ya sheria Mwenyezi Mungu inatumika. Kwamba apigwe mawe anaua, pigwe viboko, au sivyo? Haya, hebu niambie akati mkono alioiba. Mkono kwa sababu ya kuiba tu kidogo. Atazama uzi ulioko duniani leo. Niambie tokea kushika utume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina, serikali ya Kiislamu imeanza Madina kukusanya jamii na kujenga msikiti na kuwa kama ni hukuma Islamia
imeanza wapi? Kutoka Madina. Kwa hiyo mwaka mwanzo hijri mpaka 10 miaka 10. Wa 11 ndio kwanza miezi mitatu katika Rabiul Awwal Mtume sasa akafariki. Baadaye akaongoza akatekeleza hukumu za nini? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, sio? Wazaniyatu wazani fajiduhum, sio? Alafu wengine rami hajaja ta Qur'ani kupiga mawe, lakini kuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niambie sheria hizi zimekuwa zinatumika mpaka akashika Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali miaka 30. Abu Bakar miaka 2 na miezi mitatu, Umar miaka 10 na miezi kidogo, akashika Uthman karibu miaka 12, alafu Ali akachukua karibu miaka 4 na nusu mpaka chini miaka 5. Miaka hii kuanzia 11 hijri mpaka karibu 40 hijri, miaka 30 iliyofuatia wamekaa makhalifa wanne wakahukumu kama Qur'ani inavyotaka na kama hadithi za Mtume zilizokuwa. Na kwa hivyo wamehukumu njia ile ile iliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kwa maana kaitwa al-khulafa ar-rashidun, the rightly guided prophet caliphs. Kwa hivyo khilafa ya makhalifa wanne hawa hakuonyesha mfano wake kama hawa, kwa sababu tatbiq ya Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa 100%. Naam. Hebu niambie, katika muda huo wa miaka 10 ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miaka 30 ya masahaba wanne, cases gapi za kukatwa mkono na kupigwa mawe zilizotokea? Nasema Sheikh Kishki, only 6 cases, watu 6 baina kukatwa mkono na kunini na kupigwa mawe. Kwa nini? Kwa sababu walakum fil haya walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Katika kulipa kisasi ni kuna livelihood, kule kuishi hasa maisha ya starehe, kuna wasiwasi, kuna amani katika ya ulil albab. Habibu kila mtu serikali dini ya kikatili ya kuua na kupiga mawe kwa wapumbavu, lakini ya ulil albab kwa ashabul uqul, wenye akili waichunguze kwa nini Mwenyezi Mungu amehukumu hivi. Ikiwa sheria ya Mwenyezi Mungu inatumika watu 6 katika miaka 40 waliofanya uhalifu na kukatwa mkono na kupigwa mawe, leo kama itatumika, tizama itakavyorudi vile vile. Leo ndio kwa free, mwanamke akitaka mwenyewe hakuna neno, case dismiss. Hebu niambie, kama utakamata leo wapige mawe au wapige viboko au wakatwe mkono wizi, utakata mikono mingapi? Utaona watu wote wanakwenda nusu mkono. Na watu wangapi watapigwa mawe? Sasa hapo ndio tupoona Qur'ani hakim. Wallahi kadhi utakaoelezea Qur'ani hakim hutaikuondoka. Na nikasema leo nitapitia tena nikumbushe Qur'ani hakim, leo niongeze japo mawili matatu katika Qur'ani hakim. Na hii ndio sirat mustaqim. Ama sirat nyingine tunasema sirat at-tariq al-muwassil lil-ghaya, njia inakufikisha kwenye lengo lako. Unafikia kwenye nini, hadafu yako. Kwa hivyo sirat يوم القيامه maana akhar, maana yake nyingine siku ya kiyama. Njia hiyo atapita kila mtu, atapita mwema na atapita muovu, atapita huyu na huyu, atapita mzinifu, atapita huyu, atapita mtawa, atapita kila mtu. Wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha, kuna yote katika nyie ila ataipita njia hii. Hii sirat mustaqim ya duniani na sirat ya kule nyingine kabisa. Sirat anasema adaqu min ash-sha'ra, wembamba zaidi kuliko nywele. Adaqu min ash-sha'ra, hii ndio wasfu waliotupa. Adaqu min ash-sha'ra. طيب, na nyingine je, na ukali wake je? Wa ahaddu min as-sayf. Had maana nini? Kikali. Upanga unaona ukali wake. Wa ahaddu min as-sayf. Min as-sayf ukali kwake kuliko upanga. Hebu linganisha na ile unaweka kamba, wakapita juu ya kamba kutoka place A to place B, wanakwenda na huko wanajibalance kama tagongo, au sio? Si unaona dai kapita juu ya kamba. Hebu itazame kamba hiyo anapita juu yake na huko anajikinga na kuweka balance. Kwa nini? Kwa gongo kakamata sijui. Hebu niambie,
njia hii ndio sasa na sirati huko sirati ambayo tunaambiwa nini adaqi mama zai kwa shahara kwa nywele wa ahad min as-sayf la wallahi gongo lako siku hiyo iwe Qur'ani kama umekamata ndio utakayopita Qur'ani al-Hakim ndio ya kukupa balance uweze ukapita kama rocket kwa sababu kila mmoja katika sala utapita kwa speed yake kwa mujibu wa amali zake kuna wanapita kama rocket na kuna wanakwenda kama konokono na kuna wanatumbukia chini moto unasubiri na kuna wanapita na nuru na ngara nuruhum baina aidihim wa biaimanihim nuru zao zimejaa mpaka moto naambia ya mu'min pita haraka inna nuraka tutfi'u nari inna nuraka tutfi'u nari moto nuru yako inazima moto wangu pita haraka hiyo ndio sirat inasubiri kwa hivyo siratu mustaqim duniani siratu maana nyingine kwa akhira nyingine sawa kwa hivyo ala siratu mustaqim na hii ni tanzila na tanzila inaonyesha dalili ya kwamba haya maneno yametoka juu yameshuka chini النزول دائما بمعنى من الاعلى الى الادنى نزول من الاعلى الى الادنى kutoka juu kuja zake chini na hii heshima pekee yake kwamba ni tanzili hajabuniwa hapa duniani la yametoka special kutoka juu akapewa muaminifu na muaminifu innahu فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا نفس إنه لقول رسول كريم هي قول يمجوم mwenye heshima kabisa aliyepewa maneno haya yapeleke kwa Mtume ذي قوة mwenye nguvu عند ذي العرش مكين kwa yule mwenye sahibu al-arsh kwa Mwenyezi Mungu ana cheo kikubwa na huko malaika walikuwa wote wako fil malai al-a'la muta'in thumma mwenye kutiiwa wanaotiiwa huko thumma manake hunaka muta'in thumma halafu yote amin muaminifu Jibril amin muaminifu na amana yake hawezi kubadilisha au kuongeza au kupunguza abadan hizi sifa za Mwenyezi Mungu anazompa nani sifa za Jibril alizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafikisha kwa hivyo ametoka huko special kabeba huyu malaika mwenye sifa hizo inda al-arshi makin muta'in thumma amin akapewa sasa maneno yale aliyopewa anayapeleka kwa watu wote kuwafikisha ujumbe aliopewa kama sahibukum bimajnun wama huwa ala al-ghaibi bidhanin wama huwa biqawli shaytan rajim fa aina tadhhabun na kwenda wapi nyinyi akili zenu mkatazama maneno hayo mkajua kwamba ni hakim hikma tupo ndani yake na Mwenyezi Mungu ni tanzil yanatoka juu kinachotoka juu kikaja chini kinatoka kwenye pahala palipokuwa muhimu kwa hivyo kipewe heshima kama kwamba si kitu kama wanotunga binadamu wengine ya chini hapa duniani yametoka juu haya nyingine kabisa tanzila halafu mwenye sifa hizo kakupa sifa mbili al-izza والرحمه العزيز الرحيم natumeelezea maana tanzil al-aziz rahim na Mwenyezi Mungu kwa rehema zake anataka haya maneno wapewe binadamu wote litundhira wapewe nini onyo qaumu ambayo nini ma undhira abauhum hawajaonywa baba zao hawajaonywa kwa sababu imepita fatra min zaman muda mrefu sana toka Ismail mpaka kufika kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne baada karne zimepita na mitume toka kuanzia Ishaq na Yaqub na Yusuf halafu wengineo waliokuja katika vizazi vya Yaqub mpaka kuja mwisho Yahya na Isa mwisho kabisa halafu kapita karne sita akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupewa wahi kwa hivyo hao ukitazama toka zama za Ismail na Ishaq mitume yote mkuja bani Israeli kwa hao Arabu wa Maka hawajapewa kitu ma undhira abauhum ikiwa baba zao wa karibu akina Abdullah na Abdul Muttalib na ibn Hashim na wote hawa ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn hawa vizazi wao mpaka wanafika katika butun Quraysh wote wakubwa zao hawa
wote katika kizazi cha Khidr mtoto Ismail imekuja katika tarehe. Mtaka kujua silsila mlolongo ndio baada mlango wa pili baada wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, utapata mlolongo nini wa wazee wake Mtume sallallahu alaihi wasallam wa karibu akina Abdullah na Abdul Muttalib na Hashim na hawa au mbali akina Ismail na watoto wake. Kwa hivyo ukisema ma undhira abauhum, hawajapata maonyo baba zao wa karibu, ikiwa ma bi maana nafi nahi, unaka kwamba hawajapata onyo. Ikiwa ma bi maana ambao alladhi litundhira qauman, ili wape maonyo ma wale ambao undhira wamepewa onyo abao baba zao Ismail na watoto wake wamepewa onyo. Kwa hivyo wape tena hawa, kwa sababu ipita kipande kikubwa hawajashushiwa wahi, hata imepotea mpaka watu wakienda katika nini, katika kuabudu masanamu. Kwa hivyo wenye uzito zaidi ma undhira hawajapewa, ingawaje na pili imetajwa am yaquluna iftarahu bal huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qabli, كما يقول كان السجدة. طيب تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، kuwaonya wale ambao baba zao hawakuonywa, fahum ghafilun. Kwa hivyo itakuwa watu waliogafilika, watu waliopotea, wako mbali na haki, wako katika nini, katika ghafla, wanahitajia kuonywa. Na maonyo daima yanakuja na mitume wanashuka wakati kaumu zilipokuwa zimezama katika kufuru na katika upotofu. laqad haqqa alqawl ala aktharihim, hawa wamekuja wakapewa maonyo, Qur'ani kashuka. Hata hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake قول imshathibiti, laqad haqqa qawl ala aktharihim, ya wengi wao, bimaana alqalil minhum watakuwa katika raha na starehe, watakuwa peponi, watafuata maamrisho, watakuwa dhaifu, watapata radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wengi wao ala aktharihim, na ukitizama mpaka hivi leo, kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hivi leo, percentage gani ya Waislamu ukilinganisha na makafiri wasiokuwa Waislamu? Dini zote unazojua, ukienda katika Christianity, katika Judaism, ukienda katika Hinduism, ukienda katika Hindus na nini zote hawa na wengineo mapagans wasiokuwa dini, kwa percent ya Waislamu ni kidogo. Asi percent ya Waislamu na Wakristo almost karibu za kurubiana. Na hii sekti ya pili na dini nyingine, kuna dini nyinginezo Wayahudi na nani na wenye kuabudu wa Buddhist na nani wasio Mahindus na nani na wengineo mapagans wasiokuwa na dini. Ukitazama wao aqallia Waislamu kilinganisha na ulimwengu wote, au sivyo? Kwa hivyo ala aktharihim fahum la yu'minun, iko kusudi aktharihim kwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi wao Makureishi walikuwa hawataki kuamini, fahum la yu'minun. Kwa nini Mwenyezi Mungu amlete mjumbe kama tumeelezea jana, halafu kisha aseme kabisa kwamba nini wengi wao hawataamini? Kwa hiyo kishaamua anamleta mjumbe kwa kazi ya bure, na hawataamini, na kisha sema la, hataki waseme nini, yakan la yakun ala an-nasi hujjatun baada ar-rusul, isiwe na hoja tena binadamu baada ya kuja mitume. Asema mtume wajaja, amekuja na watasutwa mbele haki, wataambiwa wasikha alladhina kafaru ila jahannama zumara, watabururu wapelekwa katika jahannam. Basi kabla hajatoa jahannam wataulizwa, hatta idha jauha, watapofika kwenye jahannam watasimama wasubiri adhabu ya kungojea. Sasa ya futihat abwabuha, inafunguliwa milango, wanaona zabani ya malaika wa jahannam wako tayari pale. Na nani mkubwa wao? Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, ambia mulako hukumu tujue moja hapo,
anajibiwa baada ya miaka kadha, innakum makithun, mtakaa hapo motoni. Subhanallah. Anafungua mlango, swala la mwanzo, alam ya'tikum rusulun minkum, hajaja mitume miongoni mwenu wenye mnawajua vizuri kweli wao na usafi wao na tabia zao, yatluna alaykum ayati rabbikum, hiyo ndio hikma yenyewe, wa yundhirunakum liqaa yawmikum hadha, na nakupeni ndhari ya mkutano huu wa leo, hii siku yenu hii leo, siku yenu adhabu inakusubirini. Qalu bala, wamekuja watakiri wenyewe, walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin. Idhan haqqi neno la adhabu juu ya makafiri ndio laqad haqqa al-qawlu ala akthari. Qalini la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. هي الحق حقق كلمة العذاب للكافرين، أو لأملأن جهنم من كتك سورة السيق سورة زمر أو كتك سورة السجدة، هي يتفت معنى لقد حق القول على أكثرين. imethibitika kauli ya kupata adhabu na kutiwa adhabu kwa wengi wao, kaum la yu'minun, hatuamini kwa sababu ilmu Allah iko ilmu azali ya kabla hata kuandikwa kila kitu. Baada ya kupewa amri kalamu, andika zote, kila kitu cha viumbe vyote, si binadamu, viumbe vyote penye uhai, visivyokuwa na uhai, kila kitu kiandikwe na habari zake mpaka kuangamia kwake, mpaka kila kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kishaandika kwamba sisi tutaingia motoni, kwa sababu anajua. Na dalili kwamba binadamu, akimuuliza mwalimu klasi yako mtihani huu, hawa kwa wanafunzi wangu 5 watafeli, hafiki hata 20%, na hakuna mmoja atakayeleta distinction, sana atapata 80 75. Na inapokuja result inakwenda vile, wale wataja wale bwana amefeli, wale ndio hawana uwezo wa kupasi. Sikwambii mtihani mgumu kidogo, hawana uwezo, najua, na angelipasi ingekuwa miujiza. Na naweza katika wane mmoja akapenya, lakini umesema wane, huyo mmoja unaona kaleta 49, kwa hivyo kapoa 50. Unaona umekosea, ndio nimekosea, lakini wale watatu wengine 75% ya nilosema ni kweli, wamefeli. Kwa hivyo binadamu anaweza kutabiri, kubashiria jambo la mbele, kisha akaeleza nini kitatokezea, akawa sahihi au kakosea kidogo. Ikiwa ilmu ya binadamu, hakifu ilmu ya Mungu asijue na atenge motoni ndivyo. Kwa hivyo angelikuwa hajapeleka mtume, asemtetea mitume ingeliwafuata. Tumekuleteni. Na mnasema kweli umekuja tumepinga. Tulikuwa pumbavu sisi. Ana nadhir fakadhabna qulna ma nazzala Allah min shay. Amekuja mwonaji tukakadhibisha, tukasema hajashusha kitu. In antum ila fi dhalalin kabir, bado naambia nyinyi mko katika upotofu mkubwa. Halafu wanajuta, wakalu law kunna nasma au naqil, ya letu tungekuwa tunasikiza vizuri, halafu napima katika akili zetu, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, usingekuwa watu wa kuingia motoni sahihi. Fa'tarafu bi dhanbihim, lazima wakiri makosa yao, wataatarifu makosa yao, fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Naam, kauli imethibiti kwamba wao hawatuamini, na ikawa hivyo hivyo. Inajalna fi anaqim aghlalan fahiya lil adqani fahum muqmahun, kwa hakika tumeweka makongwa pingu nini aghlal katika shingo zao, unuq shingo, a'naq shingo zao, aghlal fahiya lil adqani, kwa hivyo ikafika mpaka dhiqin ni kidevu che, ikafika mpaka kwenye ndevu. Na hizi makongo yalikuwa mengi makubwa, kwa hivyo imebidi lazima kichwa kiinuke juu, ndio fahamu wao kwa muqmahun, wenye kuinua vichwa juu, hawezi kushusha katazama. Hawezi kuzungumza na mtu aliotoa nini hili alofungwa shingoni na mwenye kuumwa na shingo, unazungumza naye hawezi hata, bwana tazama chini yako jio liko wapi, uliondoe, siwezi kuinamisha kichwa katazama chini au sio? Kwa hivyo kefu ikawa muqmahun kwa pingu na aghlal na makongwa, bila shaka hawezi kuona chochote, haoni la khairi wala ni wao shari tu, wako la khairi haoni kitu, خلاص macho yao yameshazibwa, nyoyo zao zishafungwa.
Kwa hivyo ikiwa mfano unapigwa kwa watu waliopotea au mfano unapigwa kwa ajili siku ya kiyama, rai mbili ziko. Kesho tunaendelea hapo inshallah. Hadha wallahu a'lam. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا شفاء صدورنا ذهب همنا وغمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.